Kirosi, runinga ya Hope kutoka mahakama ya Milimani jijini Nairobi. Naam, familia zilizopoteza wapendwa wao katika ajali mbaya barabarani eneo la Malaha kwenye barabara ya Webuye kuelekea Kitale katika kaunti ya Bungoma zimepokea jumla ya shilingi milioni 13.5 ili kuzisaidia kulipia gharama za mazishi na matibabu. Fedha hizo zilikusanywa wakati wa harambee iliyofanyika katika shule ya upili ya Sipala eneo bunge la Webuye Mashariki na kuongozwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula. Rais William Ruto kupitia spika huyo alichangia jumla ya shilingi milioni 7.5 huku spika Wetangula pamoja na kundi la wabunge wakichangisha shilingi milioni 2. Akizungumza wakati wa hafla hiyo Jumapili, Wetangula alimshukuru rais kwa msaada huo na kutangaza kuwa ibada ya pamoja ya kumbukumbu ambayo ingeleta pamoja viongozi wa madhehebu mbalimbali ya dini ingefanyika Webuye kwa ajili ya waathiriwa 16 waliopoteza maisha katika ajali hiyo mbaya juma lililopita. Gari itakuweko, kila familia itapewa gari kusaidia kupeleka miili nyumbani. Hasa ile familia ilipoteza watu nasikia 6, familia moja. Kwa hivyo nikisimama hapa nawaletea rambirambi za rais wetu na serikali ya Nairobi kuambia ya kwamba yale tuliyoyapata hapa ni majonzi ya Wakenya wote. Pia nawaletea rambirambi za bunge letu la kitaifa ambao niliwapa nafasi kuomboleza katika bunge na wakasungumuza kukemea ulaghai na uzembe wa madereva barabarani na kusababisha vifo. Na hawa wengine wenye wako kwa hospitali ya kwanza, tutatoa, serikali ya county government itagharamikia malipo yote ya hospitali. Ya pili, ile dum kubwa, ile tent kubwa kwa sababu ya mvua, ile tutatumia kwa siku ya matanga, pia county government ya Bungoma italipia. Ya tatu, wale wote ambao wametuacha, county government itashughulikia mambo ya kutransport mili yao kutoka kwa penye wako kwa mochari mpaka mahali watazikwa. Mambo ya media pia ndio watu wajue ile tunafanya hapa, pia county government itasimamia. Naam, tusalia katika taarifa hiyo ambapo spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ametaka sheria ya trafiki nchini ipitiwe upya ili kuweka adhabu kali zaidi kwa madereva hatari, akisema hatua hiyo itasaidia kuzuia familia nyingi kupoteza wapendwa wao katika ajali za barabarani. Akizungumza wakati wa ibada ya mazishi ya pamoja iliyoleta pamoja waamini wa madhehebu mbalimbali kwa ajili ya watu 16 waliopoteza maisha katika ajali mbaya ya Malaha kando ya barabara ya Webuye kuelekea Kitale iliyofanyika chuoni Masinde Muliro Bewa la Webuye, Wetangula aliwataka wabunge kurekebisha sheria hiyo ili kuhakikisha madereva wazembe wanaosababisha ajali na kisha kutoroka wanachukuliwa hatua kali za kisheria. Aliongeza kuwa tayari amejadili pendekezo hilo na kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah akimtaka kuharakisha mchakato wa marekebisho ya sheria hiyo. Na wale madereva ambao hawajali wengine wanaotumia barabara lazima wachukulie hatua za kisheria. Mimi nataka kuomba wabunge wetu wa bunge la kitaifa na seneti, mkirudi bungeni, nimeongea na Kimani Ichung'wah kiongozi wetu, look at the Traffic Act and tighten the law on recklessness on our roads. Kuna watu wengi wanaendesha magari hawana license, gari ni mbovu, hawatii sheria, na ajali ikitokea kama hii anawacha gari anaingia kwa kichaka na haonekani tena. Sisi kama nchi, na hii inatoka kwa rais mwenyewe, tumeleta rambirambi hapa kwa hizi jamii. Na niliwauliza wabunge wetu wawili washirikiane na familia, tukaongeza ofisi ya governor, ya senator na ya mama county kuhakikisha yale yote tunataka kusaidia familia ifanyike. Naam, kutoka Bungoma mpaka tuwe Embu ambapo idara ya usalama Mbeere Kusini kaunti ya Embu imewaonya wazazi dhidi ya ajira ya watoto
inayo